Kumbe nyie mamburura Yani nimekupeni summary, nimewasamarizia kutoka na ile clip ya Chionda. Mmeripuka kabisa bila hata kuuse your own brain kwamba hii ni summary ilotolewa. Jibu swali, nimekwambieni kwamba hilo ni majibu, au nimekusamarizieni kimoja baada ya kingine na nikakwambieni nakuja na next part. Sasa kumbe naongea na watu ambao na explainia watu ambao wana mihemko, they don't use their brain, they only use their mouth. Alafu mnajiona kwamba kwa sababu huyu kaingia hapa, huyu kasema hivi, mnapokea tu, mna process tu, right? Poleni sana. Sasa sikilizeni, majibu yenu ni haya hapa. Jana part 2 nimesummarize kuhusu Nabii Adam. Bwana yule alivyosema kwamba ametolewa sijui nyumba ya pili, ametengenezwa kwenye maabara na Mungu hakuwa Muislamu. Sasa mimi leo acha nikujibuni swali. Na hili swali linatoka Google. Na Google ni nani? Sasa kajifunzeni kusoma. Chionda kasema kwamba Nabii Adam hakuwa Muislamu kwa sababu kulikuwa hakuna msikiti. Nikamsamarizia nini maana ya Adam. Adam kwetu sisi Waislamu ni mfano wa faith ya forgiveness, yani kufanya istighfar. Right? Na Adam alibelieve kwa Mungu mmoja ambaye ni Allah. Na alikuwa ni nini hiyo? Tauhid. Right? Kwa hiyo Adam aliposema kwamba hakuwa Muislamu, lakini Google yenu ambayo watu walokuwa sio Waislamu wanaiamini Google, na Google inasema Al-Kaaba ya kwanza. Al-Kaaba ya kwanza kujengwa ilijengwa na Nabii Adam. Al-Kaaba iko Maka, na sisi Maka ni nguzo yetu ya 5 ya Kiislamu. Je, Adam hakuwa Muislamu bado? Hilo jibu la kwanza na kupeni. Jibu la pili tunakwenda kwenye alosema Lata, Uza na Manata, ambayo ni Allat, Al-Uza na Manat. Haya ni masanamu ya enzi walizokuwa wakiabudu Waarabu. Na ndiyo maana nikakupeni mfano kwenye video iliyopita. Hata Nabii Ibrahimu zama zake, watu wa zama zake kuna watu waliabudu masanamu. Right? Kwa hiyo sio ajabu kwamba zama za mtume huyu Allat, Al-Uza na Manati watu walikuwa wanaabudu. Mbona zama za Nabii Suleimani watu wakina Balkis waliabudu jua, lakini Nabii Suleimani aliweleta katika Uislamu. Right? Kwa hiyo hawa kama Waarabu waliabudu masanamu, alafu masanamu hayo yanakuja kufananishwa kwamba Allat, Al-Uza na Manati waliunganishwa katoka Allah. Tafadhalini, Allah hana wa kufanana naye. Anaitwa Al-Ahad, As-Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yeye ni huyo na hakuna, ni wa pekee na hakuna wa kufananishwa naye, na wala hakuzaa wala hakuzaliwa, wala hana mfano wa sanamu la Lati na Uza na Manati kama brother yangu Chionda alivyosema. Wapi? Na katika surati Najm, sura ya 53 katika Qur'an, Mwenyezi Mungu amewataja aya ya 19 na 20, na aya ya 25 akasema yeye ndio aliyeumba ardhi na mbingu, na yeye peke yake ndio kuabudiwa. Hilo ndio jibu lenu la pili la Uza, Manata na whatever alivyosema brother Chionda, na mihemko yenu ya kusema kwamba hatujawajibu majibu. Na la tatu kuhusiana na Bi Hadija radhiallahu anha. Bi Hadija alikuwa mke wa Mtume, kasema kwamba alikuwa Mkristo na mjomba wake alikuwa akiongoza makanisa
Na alipokuja kuolewa na Mtume, hakuolewa katika Uislamu, aliolewa katika dini gani? Kabla ya Qur'ani, nimeongea katika pati 2. Qur'ani ni mchanganyiko wa vitabu vitatu: Taurat, Zabur, Injil na Qur'an. Hivyo basi, kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulikuwa kuna Nabii Isa aliyeshushiwa Injili, na Injili ikageuzwa. Kwa hiyo baada ya kugeuzwa kulikuwa kuna Christianity na madhehebu mengine na watu kuabudu mambo mengine. Na ndio maana Mwenyezi Mungu baada ya Injili kugeuzwa na kuchafuliwa na kufanywa ulivyotaka kufanywa, akaishusha Qur'ani. Kwa hiyo Uislamu kuwepo kuupokea Mtume Muhammad. Alafu umeuliza kwamba Bi Khadija alikuwa Mkristo, Mtume alifunga naye ndoa ipi? Kwamba yule yeye alikuwa Muislamu kashushiwa Qur'ani, na Bi Khadija mjomba wake alikuwa akiongoza makanisa. Kwani kuna wangapi sasa hivi mpaka zama hizi kwamba baba zao wakubwa wa makanisa lakini na wameingia katika Uislamu na wameolewa na mashehe, wameolewa na watu wenye dini. Na pili, Uislamu, mwanamke Mkristo anaweza akaolewa na mwanamume Muislamu bila kubadilisha dini yake, na atabadilisha mbele au akiamua vyovyote, dini inaruhusu. Kwa hiyo hata kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuoa Bi Khadija akiwa Mkristo na baadaye akaingia katika Uislamu, ni sahihi. Hiyo ndoa unaouliza walifunga ndoa gani? Walifunga ndoa hiyo hiyo waliofunga. Hiyo ndoa kwamba pia bado imeswihi. Sahihi. Kwa hiyo na mpaka leo bado wapo Wakristo wanawake wanaolewa na Waislamu na bado wanabaki katika dini yao mpaka pale Mwenyezi Mungu atakaporuhusu wao wabadili. Kwa hiyo naona hapo nimeshawapa majibu yenu kwamba Nabii Adam, hata Google inamrecognize kwamba Nabii Adam alijenga Al-Kaaba, na huo ndo msikiti aloswalia katika Uislamu, na Al-Kaaba ni nguzo yetu sisi ya Kiislamu. Haya, semeni jengine, tafuteni. Kitu nilichogundua kumbe mkipelekwaga kisomi huwa mnakuwa mnaogopa. Mimi nimesema mwenzangu kasoma vitabu Chionda, tutaelewana mimi na yeye kwa sababu wote tumesoma vitabu, tupelekane kwa ukweli, kwa fakti na kila kitu, right? Haya, majibu yenu mnakuja mnapiga makelele, hujajibu maswali. Nimeshawajibu maswali yenu. That's Islam. That's the beauty of Islam. Islam is the religion of peace. Yani sisi ni amani. Tuna nguzo za imani, tuna nguzo za Uislamu ndani yake, na alhamdulillah Qur'ani tamu, ni ponyo la nafsi. Na nabii wetu Adam alayhi salam aloambiwa katengenezwa katika maabara ni mfano wa divine ya istighfar, kwamba ni tauba mwanadamu anaifanyaje. Rudi katika part 2. Tauba anaifanyaje? Nabii Adam ametupa mfano wa tauba. Na kila nabii kaja na mfano wake. Thank you.